السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الممجد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أوصي وأوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في أولى أيها الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. أولياء
kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani kumcha Allah subhanahu wa taala, ndugu zanguni, huu ni wasia ambao tunatakikana kuhusiana pale ambapo tunapokutana, kwani hii ni kuonesha tunatakiana amani ya wote kufaulu, kwamba hakuna kufaulu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa watu ambao watakaokuwa wamemcha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, na hawa ndio watakuwa wamefaulu. Kwa hiyo hakuna wasia uliokuwa mzuri, hakuna zawadi iliyokuwa nzuri ya kusubihiana na kunasibiana na kuambizana kama zawadi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hii ni zawadi ambayo inatakiwa kila mmoja awe nayo, na hii ndio zawadi ambayo tunatakikana kukumbushana kila mmoja aweze kuibeba kupitia wasia, kwamba tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, kwamba hakuna zawadi ambayo inayomfurahisha Allah unaporejea kwake kama zawadi ya kurejea kwake yeye ukiwa hali ya kuwa wewe ni mcha Mungu, hali ya kuwa wewe ulikuwa ni yule ambaye anayefuata yale ambayo anayaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kukatazika na yale ambayo anakuwa akikukataza. Kwa hiyo huu ni wasia ambao unatakikana kuambizana na kunasihiana popote, ittaqillaha haithu ma kunta, kwamba kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni popote, ni pahala popote kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ndio wasia ambao haupiti na wakati, ndugu zangu. Usioni haya kumhusia mtu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Mwambie ya akhi ittaqillaha, mwogope Allah subhanahu wa taala. Lakini sambamba na awamiri za kumcha Allah subhanahu wa taala, nimtakia rahma na ziada zimwendee kiongozi wa umma, naye si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba ametumilizwa ili aweze kuzikamilisha tabia zilizokuwa njema. Yeye mwenyewe akinasibiana katika maneno yake akisema, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, kwamba nimetumilizwa ili nije nizikamilishe tabia zilizokuwa njema. Amezikamilisha tabia ambazo zilizokuwa njema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haya alikuwa akiyafundisha kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili watu waweze kurekebishika na kuweza kurejea katika mstari wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Amekuja ili lengo hadana ila alkhairi wa ab'adana ani shar, ili lengo awaongoze watu kwenye haki na awatoe watu kwenye upotevu, waweze kurudi kwenye njia iliyokuwa sawa sawa. Ni kuonesha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam historia yake, kwamba alikuwa yeye ni mwenye kukamilisha yale ambayo ameagizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo lake ni aje awatoe watu kwenye giza na awapeleke watu kwenye mwanga, mwanga ambao ni nuru, na nuru ambayo ni hii ambayo tuko nayo mimi na wewe, kwamba al-Islamu nuru, Uislamu ni nuru. Ndugu zangu, kwani Uislamu unatuelekeza kila kitu, na kila kitu Uislamu muelekeza na taratibu zake. Ayuha al-ikhwa al-karim, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyafanya haya ili kesho na kesho kutwa aje ajifakharishe kutokana na umma ambao ameuongoza, ametumilizwa ili aje uongoze. Kwa hiyo yeye mwenyewe anasema, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, ikiwa nyinyi mnampenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mnasema kweli, mnampenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nifuateni mimi, nifuateni. Tunamfuata kwa yapi? Kwa yale ambayo ametufunza, kwa yale ambayo ametufundisha, kwa yale ambayo ametuongoza, kwa yale ambayo ameyafundisha, kwa yale ambayo ametuongoza nayo. Ikiwa tutayafanya yale ambayo ametuongoza na kutufunza, basi anasema yuhibbukumullah, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwa al-karim, amma al-unwanu li khutbatuna al-yawma, ama unwani yetu ya hutuba yetu ya leo, tutajikumbusha mwendelezo wa hutuba ambayo imepita Ijumaa iliyopita, kwamba tulizungumzia haki ambazo akizifanya mwanamke kumfanyia mume wake, kwamba anaweza kupata pepo yake kwa rahisi kabisa. Mambo ambayo akiyafanya mwanamama katika kuzikumbusha ndoa zetu na kuzifanya upya ndoa zetu, tulizungumzia masala manne ambayo akiyafanya mwanamama kwa kwake yeye imepatikana pepo. Wajabat alaiha aljanna, kwamba imemwajibikia yeye mwanamama huyo pepo. Tukaihesabu mambo ambayo tuliyahesabu, tukasema idha sallatil mar'atu khamsaha, akiswali mwanamke swala zake 5, waswamati shahraha, na akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani, wa hafadhat farjaha, na akajihifadhi yeye mwenyewe mwili wake kwa ajili ya mume wake, akajihifadhi. Kisha baada ya hapo akasema wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake. Kila laha, ataambiwa udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shay, ataambiwa ingie peponi mlango wote anataka. Mambo haya tuliyaeleza Ijumaa iliyopita, na tukaeleza ya kwamba mwanamke anazo haki zake, tukazieleza. Sasa Ijumaa ya leo tutaangalia ni haki zipi ambazo anatakiwa mwanababa amfanyie mke wake. Ni haki zipi alizokuwa nazo mume anapokuwa kwenye ndoa yake? Ni majukumu gani kwake yeye? Sheria imemfunza kwake yeye ni lazima aweze kumtimizia mke wake, aweze kumfanyia mke wake, kwa sababu ni haki yake kufanyiwa mwanamama yule, na juu yako wewe ni haki yako kuyatekeleza yale ambayo yanatakikana kisheria kumtekelezea mwanamama yule. Kwa hiyo tutaenda na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoyaeleza hayo mambo ambayo anatakikana mwanababa amfanyie mke wake pale ambapo wamekuwa kwenye kitendo cha ndoa au wamefunga ndoa, sasa wako mume na mke, kwamba sasa hata sheria inamtambua huyu ni mke na huyu ni mume. Ni mambo gani anapaswa kuyafanya mwanababa? Anasema wakala nabii sallallahu alaihi wasallam, na anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqul mar'ati ala zawjin, haki ya kufanyiwa mwanamama na mume wake, kwamba anasema ayut'imuha idha ta'ima. Jambo la kwanza kabisa, mwanamama ni haki yake kulishwa na mume wake, kwamba ni lazima baba akatafute riziki alete mwanamama yule aweze kula, na si mwanamama atoke akatafute riziki kisha aje akulee wewe baba. Hapana, kwamba hata kama umetafuta sehemu ambapo pako vizuri, lakini utambue haki yako wewe ni mletaji na sio mletewaji, kwamba ni haki yake yule mama kukudai matumizi yake ya kula, ni haki yake kukwambia bwana njaa inauma, ni haki yake kukwambia sasa nahitaji kula, ni haki yake. Kwa hiyo kama ni
haki yake ni lazima utekeleze na si hiari, kwa sababu ni haki yake. Kwa hiyo anapodai kwamba nataka kula, ni lazima utekeleze hilo jukumu, kwa sababu ni haki yake anayodai. Na ikiwa hautotekeleza haki, ujue umevunja haki. Lakini si hivyo tu, anasema wayaksuha idha ktasa, na mwanamke anapotaka kuvaa au pale anapodai mapambo, ni juu yako na ni wajibu wako wewe kumpamba mke wako, kwamba kama ulivutiwa naye akiwa mzuri mpaka ukamwoa, basi kuna pia vitu vilivyochangia ni katika ule uzuri wa uvaaji wake, pia ni ile stara yake pia. Kama hivyo vitu vilikuvutia, basi hebu mpendezeshe mke wako, na si unapotamani au unapoona barabarani vimependeza, ujue hivi navyo pia vinagharamikiwa. Kwa hiyo na ni wewe na ni juu yako wewe kumpendezesha mke wako. Kumpendezesha mke wako ni haki yako mwanababa, kumpendezesha mke wako, kwamba katafute pesa za halali, mnunulie baibui apendeze, mnunulie majuba apendeze, mnunulie nguo za stara apendeze. Anapopendeza ni kwamba ni kuonesha umetekeleza ile haki ambayo anatakiwa kufanyiwa mwanamama yule akiwa kwenye ndoa yake. Lakini sasa si inapofika kwamba sasa kuna baibui linauzwa 200,000, kuna baibui linauzwa 1,500,000, halafu mwanamama akakwambia bana, kaninunulie baibui. Unampeleka shopping bwana, na Mungu anakujalia riziki alhamdulillah, kwamba baibui la 200,000 halikupigi chenga, wala la 1,500,000 halikupigi chenga. Maana sasa hivi zimekuja nguo za kila aina bwana. Sio kuna bashimina, kuna sio nani huko. Mpendezeshe mke wako. Anapopendeza, unaporudi nyumbani, wewe mwenyewe unafurahika kupitia vile alipopendeza. Sasa kama hajapendeza, unadhani utapata muda gani wa kuja kustarehe? Wakati mama toka mchana amehangaika na nguo zake za kazi, inatakikana pale unapokaribia kurejea, mama ajipambe ili ukifika nyumbani mama afurahi. Sasa utafurahika vipi ili ngali mchana ameshinda na kijora chake inanuka mioshi? Sasa inatakiwa abadilike, awe vizuri bwana. Na Uislamu haujakataza bwana, unakupa kwamba hiyo ni haki yako wewe kumpendezesha mke wako. Mungu anakujalia unapata 500,000, 600,000, mnunulie mke wako nguo, ni haki yake. Na si anakwambia nunulie bwana, nimependa lile baibuli linauza shilingi 1,500,000. Inna Allaha la yuhibbul mustakhfirin musrifin. Inna Allaha la yuhibbul musrifin. Mwenyezi Mungu hapendi israfu, hapendi israfu. Pesa unayo, unanunua nguo nzuri mkeo apendeze. Tukanunua 30,000. Hapana, nunua nzuri, nunulie nzuri kutokana na hadhi yako pia ulivyo. Sheria inakutaka kwamba ufanye kadri ya wewe unavyoweza. Lakini 500,000 unayo, nunua hata 1,500,000, nunulie nzuri apendeze. Lakini la, mimi nina 50,000 uwezo wangu unapata 30,000, 40,000, nunulie yapo mpaka 15,000. Yapo mpaka 10,000, yapo mabaibui mazuri. Nunulie yapo ya mtumba, nunulie ile hali tu apendeze, awe na hali nzuri. Hata ukirudi nyumbani unavutika naye, unafurahia kumuona akiwa katika mavazi mazuri, amependeza. Mpendezeshe mke wako, mpendezeshe mke wako. Atakapopendeza ndipo hata wewe mwenyewe utafurahika. Lakini anaendeleza kusema wala yadhribul wajha, wala usimpige katika uso, usimdunde bwana mtoto wake, usimdunde mangumi. Anamkataza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usimdunde mtoto wa watu kwenye uso. Kutoka na huko mzee hakupika, wewe unakuja unaanza kumdunda.
usimdunde mangumi ya uso. Uislamu umekukataza usimdunde mangumi ya uso, wala usimpige kwenye uso. Na sheria inakutaka kwamba uzungumze naye zaidi ya mara 3 kwamba mpaka ije ifika hadi ya kumpiga, bi maana hatua 3 zishapita. Kwamba hatua ya kwanza umemuita, umemweleza katika kile ambacho kinakukera, hakukusikia. Umemuita kwa mara ya pili, hakukuelewa. Sheria inakutaka kwamba wala usimuhame kwenda sehemu nyingine, kwamba ukamuhama ukatoka chumba kingine kwenda chumba kingine. Hapana, sheria inasema hivi kwamba umuhame tu kwenye kulala. Kama hakujifundisha kutokana na kosa ulilolifanya la kuhama, kwamba unamuhama kwenye kitanda, huyo analala hivi, huyo analala hivi, na si kutoka ukahama ukaenda kulala chumba kingine. Sheria haikutaki. Kwa hiyo ukiwa utayafanya haya kwa kufuata utaratibu ambao ameueleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika shekhe, utakuwa ni mfurahiaji wa kufurahia. Sisi sote tunajua tunapenda kula vizuri. Wanamume wote duniani wanapenda kula vizuri, hakuna mtu anayependa kula vibaya. Na wanamume wote duniani wanapenda kula chakula kilichoandaliwa vizuri. Sasa kitapatikana vipi kizuri cha kuandaliwa ikiwa wewe sio mletaji vizuri? Ikiwa unapenda kula vizuri, basi andaa mazingira ya kula vizuri. Ikiwa unataka kufurahi vizuri kwa chakula ambacho kimeandaliwa vizuri, basi timiza yale mazuri ambayo yanatakikana jikoni yaweze kuandaliwa. Lakini pia kuna wengine wanapata kwamba kwa namna tunavyokwenda na sasa hivi, kwamba wao wamejiwekea, bwana, mimi bwana kuoa mwanamke sina uwezo wa kuoa, lakini mimi nasubiri tu atakayepatikana ana hela, basi bwana, mimi hapo ndo nakooa. Kwa hiyo mimi nataka kulelewa, kwamba nimpate mtu ambaye ana uwezo, alafu nimuoe, kisha nikakae kwake, alafu mimi ndo niwe baba kwenye mjengo au ndio baba kwenye mamlaka. Sasa sheria inakwambia ya kwamba haya lazima uyajue, hata kama utakuwa ni baba mwenye nyumba, lakini kwa mandhari hayo sio wewe ulelewe. Wewe katafute, ni haki yako wewe kutafuta, katafute. Hata kama yeye anazo za kwake, lakini katafute za kwako. Hata kama anazo, sheria inakutaka wewe ndio ulishe. Siku moja anaweza akakwambia, bwana, mimi leo sina hela, nipe hela. Au anazo lakini anakwambia nipe hela matumizi. Inna kaidahunna alaikunna, kwamba vitimbi vyao hao mabwana ni vikubwa. Siku anaweza kaamka tu uko vizuri, safi kabisa. Wewe bwana, si umekuja bwana, kama hivi sasa vijana wanatumia bwana. Anasema kijana anapenda mteremko. Siku anaamka tu asubuhi anakwambia, bwana, leo atuelewe, atoa 20,000 hapo tukale. Tupate chai asubuhi, tupate vitafunwa hapo na chakula cha mchana kiweze kuandaliwa. Bwana, sina. Una vipi bwana? Kama hauna bwana, mimi hapa kwangu sitaki kuishi na mwanamume ambaye ni kanzu, ambaye ni suruali. Kwa hiyo katafute hela na urudi. Kwa hiyo sasa unaanza kufukuzwa kwa namna ambayo wewe ulitakiwa ujipange. Sawa, umeoa na hela zake, lakini na wewe katafute, kwa sababu kuna siku atakwambia na mimi nataka hela. Za kwake anazo, lakini kuna siku atakwambia nataka. Na si hivyo tu, ni wajibu wako wewe kutafuta, kutendea. Labda sasa yeye aseme mimi ninazo za kwangu, wewe sitaki utoe. Kwa hiyo kama atasema hivyo, sawa sawa, sitaki utoe mpaka nitakapokwambia, lakini endelea kutafuta na weza kwako, kwa sababu iko siku atasema na mimi nazitaka zako. Kwa hiyo wewe unaposema napenda Mario, sawa. Vijana wanaposema mimi napenda kuteremka tu, nikienda nalala, nakula, nikitoka asubuhi na mdai hela.
tafuta na wewe uweze kurejesha, kwa sababu wanamume aliozungumzia hapa Bwana Mtume kwamba ni haki yake yule mwanamke wewe kumlisha, kumvisha. Siku anaweza kaamka tu, leo tunaenda shopping mzee, kwamba leo nataka ukanipendezeshe kama wenzako wanapokwendaga na waume zao kwenda kupendeza, kwenda shopping kwa niaba ya kwenda kufanya shopping ya kununua nguo. Twende leo. Mnakwenda mnafika kule, unamwambia mimi sina hela. Hapana, haiwezekani. Tafuta pesa, mnapanga siku, mnakwenda mnamnunulia mke wako baibui nzuri, majuba mazuri, nguo nzuri, mnarudi, mambo yanaendelea kuwa vizuri. Na lau haya tungelikuwa tunayafanya, tungelikuwa tunayatimiliza nyumbani kwa uzuri, majuba yote yanapendeza. Wamama wote wanapenda kuletewa vyakula vilivyokuwa vizuri, wapike vizuri. Wamama wote wanapenda kwamba kuambiwa leo twende shopping nikakununulie nguo, na sio mwenyewe akajinunulie. Wanapenda twende leo nikakununulie nguo. Wanapenda hivi kwamba leo mke wangu jiandae, tunaenda shopping tukapate nguo, leo nikakufanyia shopping alafu turudi. Sio unatafuta, maana mama anakuwa ni mwenye starehe ya kufurahika kwamba leo mke wangu mume wangu kanikumbuka kwamba leo anakwenda kuninunulia nguo. Anapenda kuona yale mazingira. Siku moja unatafuta 1,100 na nusu, 200,000, ambia sasa mke wangu leo twende Kariakoo tukazunguke zunguke. Mnakwenda unamtafutia pesa kutokana na pesa yako iliyoko, kwamba kama utataka ziwe nyingi basi utakwenda kwenye nyingi, kwa sababu kama utataka za pesa kubwa pesa yako haitokutosha, kwa sababu utakuta baibu moja la 1,500,000. Sasa kwenye 1,500,000 pesa itapungua. Kwa hiyo nunua zile za pesa yako kutokana na pesa yako, ili mradi tu uwe umemfanyia shopping nzuri. Na hawa kina mama wengi wanapenda. Lakini pia anatuhusia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema ayyuma rajuli, mwanamume yoyote ambaye tazawaja mra'atan ala ma qalla min al-mahr au kathra, mwanamume yoyote ambaye amemuoa mwanamke wake kwa mahari au kwa uchache wa mahari, laisa fi nafsihi, na akaahidi katika nafsi yake, alla yuaddi ilaiha haka, kuto kumtekelezea haki yake, kuto kumpa ile amana yake, ile amana yake aliyoahidi, kuto kumpa, akaahidi kwenye nafsi yake kwamba sisi tunajua tunapokwenda kuoa yule binti kakupendezea, lakini kile kiasi au ile sadaka yake aliyohitaji ya mahari, kwamba mwanamama kataja sadaka yake ya mahari yake, kwa mfano anasema kwamba milioni moja. Milioni moja aliyohitaja, wewe mfukoni unasema mimi uwezo wangu wa kuitoa sadaka hiyo ni kweli nimeikubali, lakini mimi uwezo wangu wa kutoa nitatoa shilingi 800,000, kwamba hilo jingine litakuwa ni deni. Na linapoandikwa kuwa ni deni, kwamba tambua ile ni haki yake yule mwanamama alidai kwenye sadaka yake, kwamba sadaka yake ya mahari yake ni milioni moja, na wewe umeomba, naomba mimi nilipe 800,000 tuweze kufunga ndoa, hiyo nyingine tutalipa. Wazazi wakaridhia pamoja na binti akaridhia, kwamba ukaandikwa una deni la shilingi 200,000, lakini kwenye uchache wa mahari hayo uliopangiwa umeandaa bunge kubwa sana la shughuli, lakini kule umeacha deni la shilingi 200,000, ambayo hiyo utakapoingia kwenye ndoa uhakikishe hiyo ni deni na unatakiwa kuilipa. Sasa anasema ukanuia katika nafsi yako, bwana mimi sasa silishaoa bwana, kwa hiyo kama nishaoa si tunaishi bwana, na maisha si yanakwenda, na watoto tushapata. Sasa mimi hii pesa bwana mimi silipi bwana, hii pesa mimi silipi. Sasa kama ulipi,
anasema kisha baada ya siku zikapita, famata, na ukafa, walam yuaddi ilaiha haqqaha, na haukutekeleza ile haki yake ya kumpa yale mahari yake, hukutekeleza, hukumpa yale mahari yake, kumpa yule binti, kwamba anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki Allahu yawma al-qiyama, utakutana na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, wa huwa zaniatun, hali ya kuwa wewe ulikuwa ni mzinifu. Kwamba kuna vitu vingine, ndugu zangu, tunavichukulia ni vidogo, lakini hivi vitu ni vikubwa sana. Hata kama imefikia hatua mmekaa siku 2 au siku 3 mkashindwana kwa namna ambayo ikafikia bahala mkaachana kwa kupeana talaka, kwamba yule mwanamke bado haki yake hujamkamilishia, kwa sababu makubaliano yenu